Msanii maarufu wa muziki wa rap kutoka Canada Drake amezua taharuki kubwa mjini Toronto baada ya kuwasha mlipuko mkubwa wa fataki karibu na eneo la Airport ya Downsview usiku wa kuamkia leo. Tukio hilo liligeuza anga la jiji kuwa la rangi ya machungwa na kusababisha wakazi wengi kushangaa na kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii kutafuta ufafanuzi kuhusu kilichokuwa kinaendelea. Mashuhuda walieleza kuwa mlipuko huo ulikuwa mkubwa kiasi cha kufanana na tukio la dharura, hali iliongeza hofu kwa muda mfupi. Hata hivyo, taarifa zilizofuata zilithibitisha kuwa mlipuko huo ulikuwa makusudi na uliidhinishwa rasmi kama sehemu ya utengenezaji wa video ya muziki. Kwa mujibu wa vibali vya upigaji picha vilivyovuja, mradi huo ulikuwa unajulikana kwa jina la Project BOT na ulihusishwa na kampuni ya uzalishaji inayofanya kazi kwa karibu na Theo Scrudra, ambaye ni mpiga picha na mkurugenzi wa muda mrefu wa Drake. Baadhi ya taarifa pia zinaeleza kuwa mamlaka za jiji zilikuwa zimearifiwa mapema kuhusu tukio hilo, huku mlipuko huo ukielezwa kuwa controlled explosion na kwa ajili ya kurekodi picha za video au mradi wa filamu, hivyo kuwa tishio kwa usalama wa umma. Baada ya tukio hilo, Drake alichapisha kwenye Instagram taarifa za vyombo vya habari zilizoripoti tukio hilo pamoja na picha za mlipuko huo. Hatua hiyo tafsiriwa na wengi kama sehemu ya mikakati ya kimakusudi ya kutangaza kazi yake mpya. Taarifa zinaeleza kuwa tukio hilo lina uhusiano na kampeni ya uzinduzi wa albamu yake mpya inayotarajiwa kutoka hivi karibuni ya Iceman, ambayo tayari imekuwa miongoni mwa project inayosubiriwa kwa hamu kubwa katika muziki wa hip hop. Wadau wa muziki wanaamini kuwa Drake anatumia mbinu za kipekee za kuvutia mashabiki na kuongeza hamasa kuelekea uzinduzi wa albamu hiyo. Eneo la Downsview Airport ambalo lilifungwa rasmi mwaka 2024 na sasa lipo kwenye mipango ya maendeleo mapya ya makazi na biashara, limeendelea kutumika mara kwa mara katika shughuli za ubunifu na uzalishaji wa miradi mikubwa ya burudani. Tukio hili limeibua mjadala mpana mitandaoni kuhusu mbinu za kisasa za wasanii wakubwa katika kujitangaza, huku wengine wakisifu ubunifu huo na wengine wakieleza wasiwasi kuhusu athari kwa jamii iwapo taarifa za awali hazitatolewa mapema. Ni hivi karibuni Drake alitumia aina ya viti vilivyoonekana kugandishwa na barafu kwenye game ya Toronto Raptors, ikiwa ni sehemu ya kutangazia umma kuwa baada ya zaidi ya siku 900 tangu tupate For All the Dogs Soul album, sasa ni Iceman album inafuatia.